guess what in the house, tuko na Melanin Queen herself. Bwana, bonge moja la Queen, bonge moja la mtoto. Suzette kapata mpinzani. Oya, ni hatari mundani. Oya. Kama mpinzani mimi mara na shida nayo. Umepata mpinzani. Oya, kesho ni siku ya wanawake. Yeah. Tunapozungumza haya, tunazungumza kutoka moyoni. Na sisi wanaume tuko ngapi? Tuko 4. Sasa kwa nini unataka kutushindanisha? Kwa tunaposema mmepata mshindani, ni mshindani kweli. Oya, tuko kwenye kikao cha kamati kuu hapa inaitwa The Industry Kiwandani. Every day kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1 mpaka 4 kamili za usiku, na inapofika time hii hapa inakuwa ni time ya sisi kujadili. Tunakutana kwenye kikao ukiwa na wajumbe. Wajumbe wapo mundani. Kinachonifurahisha ni kitu kimoja tu. Kikao kitenda vizuri kwa sababu mmoja wa wajumbe wa kuitwa Fina naye ni mwongeaji mzuri sana. So unajua nimewahi kufanya interview na wasanii. Dada yangu Judith Wambura Mbibo, Lady JD. Kwa hiyo Lady JD umetoa wimbo wa Harara. Unasemaje kuhusiana na huo wimbo? Mzuri. Anaweza kwambia au wewe unazungumziaje? Yaani akakurudishia. Yami. Yami yuko kiprotocol. Hiyo manager atajibu. Au anakwambiaje? Hiyo utaniuliza next interview. Sawa, karibu sana Fina. Asante sana. Uko fresh? Vizuri kabisa. Bwana, wewe ni msanii ambaye kiukweli hatujawahi kuwa na wewe hapa kwa sababu first time. Saa 3 kamili unahitajika, wewe saa 1 uko hapa. Yeah, you know. Huyu apewe tuzo. Tuzo. Kiukweli kabisa tuzo apewe. Anastahili. By the way, hongera sana kwa sababu last year ulikuwa na tuzo 2 na tuzo ulizozipata za Tanzania Music Awards. Mimi sikushtuka kwa sababu niliona Sarafina ni performer, na juzi kati niliojiwa nikawaka misifa yangu yote kwamba Sarafina licha kuwa najua kuimba lakini pia ni performer, na umeendelea kuthibitisha. Nimeona pia ukipata music huko sasa upande wako kenda zake Sound City vitu bonge moja la performance, international performance. Alisema Sound City, what's good? Remember this face. I said what I said. And you meant what you meant. Exactly. Tuanzie hapo kwa sababu mimi ndio nilikuwa nakuhitaji. Kabla ya kwenda kuperform, ulikuwa unataka kusema hilo neno au lilikutoka tu bahati mbaya? Honestly, sikuwa nili practice vitu vingi sana. Hii hata nilimwambia manager baada ya kushuka. Nikasema mwenyewe nili practice vitu vingi sana, labda vya kuongea nao pale na nini. Lakini kila kitu ambacho nili practice nilisahau pale. Nilipofika pale mbele, hicho kitu kilitoka tu baada ya mimi kuona ile audience na kuona inavyo engage na mimi. Nikasema I'll definitely be back here. It's not gonna be long mpaka nirudi hapa, and I must make sure kwamba naongea na watu, they should watch out for this face because I'm coming hard next time. Oh yeah. Ndio kwanza tumeanza. Hivi ni fighter. Huu muonekano wa Fina ndio muonekano ambao tumeamua sasa tunaondoka nao international, tunatoboa, tunaondoka popote tutakapoitwa, kambi pale Marekani, popote pale. Ndio kwa muonekano huu management imeamua hivi. Mara nyingi sipendi kutumia neno kinyonga, lakini huwa tunabadilika sana, na Fina ana lifestyle tofauti. Unaweza kumuona hapa na ukamuona sehemu nyingine tofauti. Kwa hiyo msanii ambaye tuko zaidi kuonesha watu vitu vingi, wasijibane katika sehemu moja. Yaani tupo kwa ajili ya kufanya vitu vingi. Kwa hiyo anaweza kawa anabadilika kama huyo kinyonga, lakini yeye ni zaidi. Ana vitu vingi zaidi. Lakini sisi tunaelewa kwamba wasanii wakubwa tunaona wanatengeneza mionekano. Ndio maana hata ilivyokuja Bongo kwa Diamond kuchange kidogo muonekano wa nywele, watu ashake. Watu wanatengeneza identity ya kwao, wao kama wao. Nyinyi ndio mmeamua hivi au tutarajie pia tumuone siku Fina amekuwa kwenye muonekano fulani hivi? Upi kwanza, muonekano upi ambao unazungumzia? Muonekano ambao hapo sasa mimi ndio naenda kuongea. Muonekano ambao ulisababisha mimi mwenyewe nikaenda kwenye page ya Fina na nika comment. Alafu mbali na kulike. Kwanza nililike, alafu nika comment. Najua mambo sio tu ya kulike. Usiishie tu kulike. Unaweza kukuta ni mkakati wa manager. Kuna tabia zangu nzuri niko nazo nikiwa na watoto wangu.
lakini kuna tabia zangu mbaya sasa. Mimi ndio niko nazo huko kwenye mitandao. Yaani siwezi nikapita kwenye page eti ya Fina, mimi nikaishia tu kupiga kinaniki like pale ni comment. Unaona bana? Na ile comment yangu nikaona watu na wenyewe wanapita wanailike ile bwana ile waoni wewe. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, naomba Suzette usogea hapa tafadhali, kamera zote. Uzuri nimekuja almost kama nilivyokuwa. Naomba Suzette, please, I'm gonna turn for you and you're gonna touch na uongee watu uambie. Please. Jamani. Please. It's real, yeah. Kesho narudi kwenye ile picha na ile video. Nasemaje? Kesho narudi. Maneno kidogo? Vitendo vingi. Yani imesababisha kiukweli kabisa. Nadhani kuna mapromota mimi nawajua kwa sababu Mwanza huko. Wanatamani tu wampe pesa Sarafina. Aende tu perform afu na yenyewe hakikisha hata kwa karibu. Yani leta maneno ngasema inakuaje? Miezi 4-5 hivi iliyopita tulikuwa tuzungumzi haya. Hii imekuaje au ndio baada ya kutoka zake huko? No. Wapi? Unajua mimi nachoki understand kwamba Fina sasa hivi ni msanii ambaye anaenda levels tofauti international. Kwa hiyo kuna vitu maybe anajaribu kujiweka, na ndio maana kuna muda niligusia kwamba ni mkakati maybe wa management, kwa sababu muonekano ni kitu ambacho kinamata sana kwa msanii. Yani lazima ujiweke kwenye formality ambayo wewe mwenyewe ukitokea sehemu watu wanasema huyu kweli ametokea. Umeelewa? Kwa hiyo maybe labda sijui kwamba kwa management D-Fighter unaposikia watu wanavozungumzia issue ya muonekano ya biashara kwa msanii, na sometimes kama hivi maneno yanavyotokea kwa Fina, huwa inakutengenezea picha gani kwenye future ya biashara yenu, especially kwa Fina? Of course biashara yetu sisi ni muziki. Itabaki kuwa biashara yetu ni muziki. Lakini hivyo vitu ambavyo navisikia kutoka kwako, mimi sijawahi kumshangaa Fina. Huyu unamuona ambaye kamshika ndio yule ambaye tunamuona. Sasa inanipa na mimi pia maswali mengi. Kwa nini nyinyi mnashangaa zaidi wakati Fina ndio yule wa nyimbo ya kwanza uko Nyonyo mpaka sasa hivi? Kwa hiyo mikakati ipo ya kubadilisha muonekano, ila sio muonekano ambao wewe unaoniambia sasa hivi upo muonekano. Mimi nina nia njema. Au anko ana muonekano gani? Au Suzana? Sisi tunapenda kwa sababu tunaona anazidi ku grow. It's real. Yani unaona mimi sijamshika exactly because najua naishi. Afu mimi hata sikufikiria. So there's no need to kwanza kumshika. Unashika tu kiuno, you know exactly what it is about. Yani ukimshika mwanamke kwenye kiuno tu pale unajua kabisa it's real. Na mimi nilikuwa sasa sina shida kwamba unaweza tukahisi kwamba ameongeza. Kwanza huo muda umeutoa wapi? Because Sarafina activities zake unaziona. When she's out of the country utajua. Huyu useme aka wiki 2 hajaposti kitu, obviously tutajua kuna tatizo. Yani wiki moja au siku 5. Siku 5 anaumwa. Siku moja haiwezekani. Haiwezekani. Kwamba yani wewe Sarafina ungejua tu. Yani lazima ungejua kwamba huyu ameenda kufanya surgery, because surgery takes time. Angekuwa na miezi kama 2 au 3 ya kurecover, asingekuwa na uwezo kuvaa nguo za kuonyesha mwili. Lazima ucover up all the way here, because as surgery inavyofanyika, either useme hata kama akitoa nyama kutoka kwenye mikono aiongeze, which hana nyama nyingi, that means alitakiwa kuongezewa fluids. Exactly. Alitakiwa kuongezewa fluids, na kuongezewa fluids it's surgery, au kuwekewa silicone kwenye tako nao ni surgery. It's a must. Unabidi una miezi kama 2-3 chini ya uangalizi na chini ya recovery kubwa sana. Sasa uwezi kufanya kazi. Kwa watu wakifikiria kama Sarafina amefanya hivyo, sidhani kama hizo music videos mngekuwa mnaziona. Yani lazima kuna muda ambao Sarafina usingemuona kabisa. Cardi B akienda kufanya surgery anaweza kwa miezi hata 3. Anapost vitu vingine, lakini muonekano hata kitokea anafunika labda sura, atafunika mwili, you would see wanafaa zile diapers kama watoto, because kuna blood fluids hapo, unaweza kuvuja damu, umebeba vitu, kwa lazima vikae viwe attached. So Sarafina niwasaidie tu kitu kimoja. Mungu fundi bana. Fundi. Hapo umemaliza. Mungu fundi. Tuondoke kwenye ujana. Mwanzoni Fina, wakati unaanza watu walikuwa wanazungumza sana kukufananisha na Vanessa Mdee. Ilikuwa inakukera kwa kiasi gani na ilikuwa inakufurahisha pia kwa kiasi gani?
Unajua siku zote watu wanaongea tu. Yaani hata hamna kitu utafanya watu wasiwe na la kusema. Lakini mimi nafikiri wengi wao walikuwa wanafananisha, unajua hawana point of reference. Unajua ile energy na personality ambayo wamezoea ni Vanessa tu alikuwa anaitoa kwa muda fulani pale wakati yupo kwenye industry. Na ukiangalia walikuwa hawapati sana, no offense, lakini walikuwa hawapati yani energy pamoja na personality na ile representation, confidence sana, yani vyote hivyo kutoka kwa mtu mmoja, ilikuwa tu ni vi. Lakini sasa hivi alivyoondoka, then mimi nikaja, wamekuwa wanashangaa, yani ukikuangalia, you have the confidence, you have the representation, sense of style, yani you have the tonality pia wanafananisha. Kwa hiyo wanakuwa unajua hawajawahi kunifananisha na msanii mwingine wa kike. Wamengangania tu pale pale kwa sababu point of reference yao ni hiyo tu. Kuna huyu jamaa anaitwa Saleh Nyundo, ndio kanikumbusha hilo jambo. Teacher Mrangi kutoka Kibamba Chama. Anasema namuona Fina anaenda kuziba pengo la Vanessa Mdee. Kana jiuliza hii. Sema sasa alivyoelezea Fina ni kama watu wanachukulia negative hivi. Yani niseme kuna watu wanaochukulia positive na kuna wengine wanakuwa wanapata hasira za ajabu. Yani mimi sijasema eti kwamba nimeumbwa ndo yani nimejumba mwenyewe nikajipa tone na nikajipa ni hivi vitu vyote, it's just naturally comes out of me, you know. Kwa hiyo sio kama kuna mtu na mkopi, unajua hata kukopi na penye ni kazi. Ni kazi kubwa sana. Yani kama yani mtu anayesema unamkopi sana, hebu jaribu ukopi na wewe tuone kama utafikia hata theluthi ya hiyo swali. Unaongea na Vanessa? Never. Ila nafikiri nishaiti kupata ujumbe wake kutoka kwa mtu ambaye yuko karibu na yeye. Alisemaje? Alikuwa anapongeza tu, lakini akanipa onyo pia, akaniambia kuwa makini kwa sababu industry kidogo kwa mtoto wa kike ina mambo mengi. Hapo kwa mtoto wa kike, wakati unajaribu kutoka umeshakutana na kutongozwa na maproducer ma DJ hivi ndio apige ngoma zako. Mimi nashukuru Mungu, hiyo changamoto sijawahi kuipata. Au changamoto ndo nafikiri tumpe maua yake mtu kati pale. The fighter. Anapata sana madongo mengi sana bana. Fighter unabana bana. The fighter ni mbona kama wewe fikiria mimi mwenyewe namba yako sina. Yaani nikihitaji chochote unayo hadi. Tasikia mpwa hadi wanamtukana bwana, ambie acha. Sasa hivi nataka kusikia sauti ya kike bwana. Sarafina ukimwona unaona nini? Mimi kiukweli tena naomba ichukuliwe kutoka kwangu. Tunahitaji industry yetu inahitaji watu kama Sarafina wenye uwezo kuongea lugha zaidi ya moja. Watu kama Fina. Watu kama Fina. Wenye uwezo kuongea zaidi ya lugha moja. Mimi nilikuwa natamani kwanza Tubaki alivyoenda huko kukaa backstage na wale watu wengine walijadili vitu gani. Ni vitu ambavyo sio kila msanii wa Tanzania ataenda hizo sehemu na ataweza kujikuta ameongea nao, ameomba namba, amefanya nini. Fina yuko hivyo yani. Sasa mimi nimekuuliza hivyo kwa sababu Fina ni mtu amenyoka sana. Kwanza yuko educated. Huyu mtoto ametoka kwenye familia bora, yenye wazazi, yenye malezi, maadili. Ni Mkristo. Sio, unaelewa? Ni mtu ambaye sio kwamba wazazi wake ni matajiri sana kwamba amempa kila kitu, lakini amekuwa na wazazi ambao kitu ambacho tunaweza tukakupa tunakupa. So obviously she's never needed anything from anybody else. Kama kitu ana deserve kupata. Kuna watu kama kwenye industry na Sarafina ni moja hapo. Kwamba yani I'm talented, nimekuletea wewe nyimbo yangu. Kwanza anavyoongea na wewe hakupi hata nafasi room kusema kwamba utamtongoza one or the other. I'm telling you. Nakwambia hivyo Sogi, in reality kuna wanawake ambao ukikutana nao hata wewe kusema kwamba utachukua namba, uanze tu kumtongoza mimi ni kinywa bia 4 tu. Haya, njoo nitongoze mimi. Njoo nitongoze sasa. Njoo. Sasa si kesho tunakaa. Wewe naongea Zari hapa akija wewe unaweza kusubiri. Zari ameingia hapa ametinga. Kwamba na wewe unaweza kuchukua namba. Na mheshimu baba wa watoto wake. Hamna jambo hasa wanaume mna heshima. Hamheshimu pete ambayo kwenye kidole mtamheshimu baba mtoto. Napiga bia 4. Anza kwa Kihaya kwanza, asipoelewa naenda Kiingereza, asipoelewa naenda Kiswahili. Tutaelewana. Sarafina kile nimepatia? Yeah, you're totally right. Unajua Sarafina labda, yani sitaki kusema kwamba eti yuko tofauti.
industry nzima ya muziki duniani. Yeah. Najua wanaume tumeumbwa hivyo kutamani hata wanawake wanatamani, lakini wanaume sisi tuko zaidi hivyo. Wasanii wote wa kike ambao nimewahi kufanya nao interview kati kama ni wako 150 tangu mimi naanza kutangaza, basi ni wasanii 2 au 3 ndio nimesikia hivyo kauli kama ya Fina. Kauli kama ya Fina. Sogi, lakini kuna mtu kama Daina Nyange naona mtoleaga mfano. Daina Nyange hadi aliniambia, yani bro, yani mimi nilikuwa natamani, nashangaa wao umechukua tu kazi yangu umepiga usiji kwa sababu msanii mwenzangu, mimi nilikuwa natamani niwakutane na ma DJ wote na watangazaji wote na maproducer wote, ana nasifu pale uwanjani ambao waliomba rushwa ngono. Bwana nichukueni basi afu mpige kazi zangu. Bwana kwenye haso za chini kuna shida Tabu ni kubwa. Watu wengi wanaachaga muziki huko. Yani pale mtu anapotamani kutoka hapo anaacha. Kwa sababu kwa hiyo Mpwa nataka kuniambia Fina hajai kupitia hizi situation tunazozungumza hapa. Nilikuwa nataka niseme kwa sababu ametoa mfano, amesema kwa producer na ma DJ na watangazaji. Yani wewe kuna mahali umebana hapo. Sijasema kwamba exactly kwamba sijawahi kupitia. Lakini inategemea sawa, umeniwekea kibox umeweka pale. Kwa hawa ambao umetaja sijawahi kupata, lakini kuna situations 2-3 ambazo tayari katika hii industry nimekutana nazo. Ambazo zilikuwaje, yani na zimekuathiri kwa kiasi gani? Yani tu manager anakuangalia lakini tunaheshimiana. Ilikuwaje Fina? Unaweza ukatumika kama pia inspiration ukasaidia kuna kitu kikawa soft? Yani I can't be so specific, lakini unajua industry ina watu wengi na vitu vingi na hiyo nimesema Sogi kwamba ni weakness ya wanaume wengi. Especially ukiwa toto. Kama nilivyo mimi. Talk your stuff. Bwana anaelezea. Fina anaelezea. Unajua mimi niishie tu hapo kwa sababu yani hizo changamoto ilikuwa uko tayari kwenye game like tunamfahamu Fina au ilikuwa before Fina? Au ulikuwa tayari? Uko tayari Fina? Na D yupo? D yupo kwa sababu sehemu zingine inatakiwa uende wewe kama msanii. Sio sehemu zingine tu ataenda manager kila mahali. Kuna sehemu zingine kidogo ukienda msanii wewe inakuwa rahisi kidogo. Yani kwamba ukienda ku present your situation inakuwa mtu anakuelewa kirahisi kwa sababu umelisimamia jambo lako wewe kama msanii. Lakini sometimes labda manager akitangulia mtu anaona mbona nini kwa jambo refu sana yani. Unajua mtu ukishamtajia manager na anarudi nyuma. Sometimes. Kwa hiyo lakini tuko vizuri. Alijawahi kunikwamisha kwa sababu mimi if I don't get what I want hapo nitarudi nyuma, nitapanga tena majeshi yangu, tuendelea kusonga mbele. Unafikiri kuna silaha maybe ambao huo unaitumia, maybe kuna muonekano fulani una twist au labda kuna situation fulani huo unaiweka ili kumavoid mwanaume kukutamani, then ikitokea amekutamani kuna kitu huo unakitumia kuweza huwezi avoid mwanaume asikutamani. If you got it, you got it. Lazima tu atakuvutia, atakuzumna. Lakini sema mimi ninavyoweza kusema tu, Suzette ameshatangulia kusema kwamba you know I'm quite straightforward with what I want. Yani mimi nikija kama ni collab kama ni nini, I will explain myself kwamba 1 2 3 here this is what I need, this is what we need. Yani hichi ndio kitu ambacho kinatakiwa kifanyike. Lakini sasa nikishaona stories zinaanza kupinda hapo sasa ndo I step back tena nijipange vizuri kwa sababu you're not the, yani kwamba huyo mdau is not the only way ambao mimi naweza nikasonga mbele. What if huyo sasa ndo yule gatekeeper, mtu mkubwa? Gatekeeper ni Mungu tu. Kwenye game imagine ndo mtu ambaye ni ndo mtu muhimu yani kwenye game, like sisi wa mashabiki we know nothing about it. Atakuchelewesha tu, lakini mimi ninachoamini gatekeeper ni Mungu. Leo na kesho vyovyote vile inaweza katokea hapo. Yani unajua Mungu ni anafanya njia pasipokuwa na njia. Mimi that's what I believe. Kwa mtu anaweza kama ameshikilia funguo mahali lakini anaweza kukuchelewesha. Siwezi kusema kwamba anaweza asikuaffect. Atakuaffect labda atakuchelewesha, lakini as long as you know you keep going, you're determined, unamtegemea Mungu. Mimi naamini I have that religious thing ambao ninayo inani guide. Naamini tu kwamba unaweza ukacheleweshwa, lakini kama riziki yako ipo na unatokea kusonga mbele, Mungu anafungua njia, atafanya njia tu.
somehow. Mpo kuna time Harmonize kwenye Insta story ana tabia ya kuposti watoto wa kike wanaojua sana kuimba, umeelewa? Akamposti Phina, nakumbuka ile siku. Uliona? Ulijisikiaje? Nilijisikia vizuri kwa sababu you don't find that kila siku kwamba msanii mkubwa labda mwenye platform kubwa kama Konde ana support kazi yako just kwa sababu tu ameikubali, au anakusupport wewe kwa sababu tu amekukubali. Haupo kwenye label yake, is gaining nothing from you, lakini basi tu ana appreciate your talent ama your gift. Kwa hiyo for me it really meant a lot. Yeah. Okay. Unafanya vizuri. Asante. Hizi labels hazikuoni? Unajua siwezi kusema kwamba hizi labels hazinioni, lakini hata mimi mwenyewe mbona hujaniuliza kama sizioni? Ni kwamba wao kuoni. I could wewe utaki kuingia like I could be just fine being an independent artist. Learning a lot, experiencing things. I'm loving the process. Lakini pia inshallah Mungu akijalia huko labda baadaye mbele when it's very convenient. Yeah, lolote. Bwana, huyu jamaa meneja yako bwana ameshasaidia wasanii wengi sana ambao baadaye wakazingua wakaenda kivyao. Tukutarajie wewe Phina wa aina gani? Maana ndio hofu ya Mungu, lakini kuna kitu kinaitwa pesa kikiingia pale kati. Utasikia hizi pesa tulizozipata naomba tusali. Waona niuliza nini hapo? Kama yani huruma yako kwa meneja yako ikoje? Maana sijawahi kuona mtu yoyote ambaye anasaidiwa kwenye sanaa yetu afu mwisho wa siku akazungumza mazuri. Sasa hivi mnazungumza mazuri. Na kupa mazuri mengi sana. Ila baada ya Varangati kikitokea kitu pale hatuombei vitu kama hivyo vitokee. Na siku zote tunafanya kazi kwa upendo, kwa kushirikiana na kutaka kuachieve vision zetu, you understand? Kwa hiyo nafikiri hata hizo inconveniences au vitu kama vikitokea sio kama watu wanakuwa wamepanga kwamba ikifika sehemu fulani tutagombana, tukishagombana huyu nitamkataa au sidhani kama kuna mtu anapanga kitu kama hicho, lakini vinatokea. Lakini mimi naweza kusema tunaomba Mungu, yani kwamba upendo uendelee kuwepo, mshikamano uendelee kuwepo, tutoboe zaidi hapa. Okay, Phina, sasa twende on the technical side. Let me roll for a while. Yep. Phina, una utofauti gani na wasanii wa kike ambao wanafanya vizuri sasa hivi kwenye game? Nikitaja Zuchu, Nandy, Maua Sama, Ruby. Let's go. Now that was a straight one. Yeah. So kwanza nitoe tu pongezi kwa wasanii wa kike katika industry kwa sababu it's not easy. This is very much male dominated. Na yani ku stand out katika industry takes a lot. Sasa kwa wasanii wa kike. Lakini of course I could say watu ama audience wangu wanaweza wakawa na majibu mazuri zaidi kwa sababu wao wanaangalia kwa jicho la tatu kwa mtu ambaye yuko nje. Lakini naweza nikasema of course if I'm vouching for myself, naweza kusema kwamba I definitely have what it takes. Nina sauti, I'm vocally very capable kwa sababu hata live music naweza kuimba kwa delivery ya hali ya juu kabisa. Na naweza nikasema muonekano pia ninao, wakubali wakatae, Beyonce ndio mimi. Let's go. Kuna mali tunaenda, twende. Beyonce wa TV. Ogopa mpaka anafumba macho. Bwana wewe. I can say right now here, kama kuna mtu, let them come and dispute this. I'm the greatest performer hapa East Africa, and I could say Africa nzima kwa sababu I've been around. I've observed na naona kabisa what's missing, and I'm seeing kitu ambacho mimi na deliver kina quality namna gani, so I can say that with confidence. Lakini sio kwa kurelax pia, kwa sababu bado naendelea kupambana, niendelee kufika juu zaidi na zaidi kwenye zile levels za idols wetu kama kina Beyonce na kina Rihanna na vitu kama hivyo. So naweza ngasema hivyo, sio kwa arrogance, lakini nasema tu facts. Okay. Nimesema hivyo kwa sababu nakumbuka kama wiki chache zilizopita, wiki kama 3 hivi, tulikuwa tunajadili hapa kuhusiana na performances za Watanzania, wasanii wa Kitanzania. Unapofika on stage za sema nini waone makelele sana. Sasa Phina, nimekuwa na kwenye BSS kumekuwa nafanya vizuri, and wewe ulitakiwa kuwa mshindi na ulikuwa. Yani kwa sasa ambao tunaangalia nyumbani tulikuwa najua
ukipiga Wagaragaza, that's the winner right there. And then ukaanza kufanya covers. Mimi ni shabiki wako muda mrefu sana. No idea. Ukaanza kufanya covers nyingi mno, na ulikuwa unafanya covers tofauti sana. Na kufanya live, inaitwa acoustic, something like that. Fanya sana. Ukaja ukaingia kimziki, ukaanza kutoa videos tofauti sasa na kile ambacho ulikuwa unakifanya. And then I was like, ngoja nimsubirie Sarafina kwenye performance ya kwanza. Kakuona there's live vocals there and here and there, lakini inaonekana kana kwamba kutokana na performances ambazo zinafanyika Tanzania inakubidi na wewe uanze kubadilika kuwa mle. Yaani kwamba Sarafina ambaye ana uwezo wa kuimba live kwa hata masaa matatu na huku akiwa anacheza na arrangement nzuri ya muziki, lakini inapofika kwenye hizi shows za Kitanzania inakubidi na wewe uendane kama wanavyofanya wengine, kwamba una playback huku unacheza. There's a lot of dancing which is good, but then ikija kwenye kile kitu ambacho kimekutoa wewe kukuweka kwenye game na ambacho kinakufanya wewe uwe undisputed, ikija vocally ni kitu ambacho ukifanya. Same thing I saw in Sound City, kwamba I'm keeping it real with you. Kwamba umeenda on stage, umecheza vizuri, beautiful, umependeza, lakini kuna playback. You have people like inaitwa Aya Star, what's her name? Aya Star, Tiwa Savage, kuna watu kama Thames. Hao watu hawajali kwamba wanacheza wachezi, wataweka microphone, wataweka live music, wataimba. Beyonce same, atacheza, ana breaks za kucheza, anaimba live. Sasa when you say you're looking up to Beyonce, na sioni hizo processes za wewe kufikia kwenye ule Beyonce, inanipa maswali kidogo. Kuna shida hapo, inakubidi uende na trend ya Tanzania, au ni kwamba production wise ni ngumu kupata band ambao unaweza kuperform nayo, kwa sababu ukiamua inawezekana na mtu akakulipa despite kama kuna watu 20 ambao wanafanya playback. Umeelewa swali langu? Nimekuelewa. Let's talk about that. Okay, so I appreciate kwanza the fact that you have been a long-term fan. Na umekuwa ukifuatilia step by step ukuaji wangu mpaka hapa nilipofikia. So kuna vitu vingi sana, kuna aspects nyingi sana hapo. Kwanza kabisa mimi najitahidi kuwa yule msanii ambaye kushoto, kulia, mikono juu. Mara nyingi hata katika hizi playback you will not find me doing that. Kwa najitahidi kuimba na kucheza, japokuwa nimeelewa sio kwa ile level ambayo ilikuwa Bongo Star Session na vitu kama hivyo. So actually me na my team were working towards that. Lakini naweza kusema kwamba wakati nimeenda Sound City for example, kina Aya Star na kina Tiwa na nini, watu walio perform pale pia, if you got to see the show kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na wao pia wa Nigeria wana hizo kelele, kushoto, kulia, let's go, wanaruka pale stage na vitu kama hivyo. Yani hiyo live setup pia hawakuwa nayo, wanafanya playback sana wa Nigeria. Kwa hiyo pia I don't think kama katika swala performance sidhani kama yani kwamba wametupiga gap katika hiyo sector, wametupiga gap kwenye production na vitu kama hivyo. Have you ever heard Burna Boy performing live? I'm heading there. Okay, so ukiangalia kwenye levels za kwetu hapa Tanzania, shows tunazopata, honestly I'm just gonna be very honest, investment ya yani kwamba kwa msanii labda ni yani ile investment ya ile live performance, kwa sababu unajua ukiita kama band na nini, you gotta pay for that, it's not cheap. Lazima, na hiyo mara nyingi shows za Bongo they don't provide that. Alafu the money you're also paid to deliver a show honestly is not enough to cover yani hiyo setup nzima, sound na vitu na wapigaji na vyombo. It doesn't really, yani haitoshi. So unajikuta at the end of the day you're forced kufanya playback, and you do your best kuonesha your vocals as much as you can, na you do your best kuonesha pia dance moves na energy, vitu kama hivyo, lakini unajikuta you're not delivering to like 100% ambacho unatakiwa kufanya. Do you understand me? Yes, so nimeangalia juzi show ya NBA ya All Stars, Burna Boy, Thames na Rema. Unaona kabisa kwamba kuna investment kubwa sana imefanyika pale, yani kuanzia kwenye band quality, sound, everything. Kwa hiyo shows pia ni investment. Ukiitwa kwenye shows, sometimes you just need the platform kuweza you cannot say no, you need the platform ili kuweza at least to endure vitu kama hivyo, ili uweze kufika katika stage fulani ambayo you can demand mimi I need this because
nahitaji kufanya hii, kwa sababu sasa hivi unaweza mimi nikasema hivyo, alafu kuna msanii mwingine chini yangu anaweza aka settle for even half of the price and they'll be like tumchukue, it's okay, unajua, alafu wewe you don't get the platform and you don't get that show. Well, kuna vitu ambavyo we're enduring at the moment ili kuweza kufikia at a certain stage ambapo naweza I have that freedom to do that. The Fighter, kwa nini hauset standard ya jinsi msanii wako achukuliwe? Tunafahamu kuna wasanii ambao tayari sasa hivi ni wakubwa A-list, kuna baadhi ya shows walizikataa ili tu kuset standard kwamba bwana sawa, umekuja na milioni zako 3, mimi sitaki. Kuna wasanii wengi fresh lakini walikuwa na set standard yao msanii kuja kwa mkubwa. Kwa nini wewe usiset standard kwa ajili ya Phina, ukainvest hata kama hamna enough, lakini mkasema tuanze sisi tutaleta band, yani wewe hautupi lakini sisi tutaleta, ili hata msanii mwingine au investor mwingine akiona Phina ameperform kwa hali hii, basi atakapomtajia kama ni milioni 20 hawezi kataa. Lakini kwa nini unakubali kwenda alafu na degrade ile value ya Phina ambayo tulimuona kwa mara ya kwanza BSS? She was a firebomb artist, na sasa hivi inabidi aende kwenye ile level ya chini na kuperform kama anavyoperform wasanii wengine. Why are you and you setting the standard? Tia kofi. Kabisa. Of course, naomba nimjibu tu swali lake ni rahisi sana, na kwanza nimefurahi kusikia swali zuri kama hilo upande wangu. Nimepata experience ndogo sana Nigeria, ndio nchi ambayo tunaitolea macho. Example umemtolea mfano Burna Boy. Wakati wasanii ambao wanashindana nao Phina, Lema, Ayla Starr na wengine ambao wameweza kuhudhuria katika Sound City MVP Award, watu wote wameperform playback. Kama ni Nigeria wameshindwa kufanya kitu cha live, Tanzania haiwezekani. Ni investment. Ngumu Tanzania kuweka hicho kitu. Na ndio maana msanii sasa hivi anaonekana ana perform show nzuri ni Phina Tanzania. Iko wazi kabisa. Kwa hiyo standard ndio inakuwa kwa style hiyo. Na imani nitafuata ushauri wako. Thank you. Kabla ya miezi hii kuisha, tutaseti standard na tutafanya kitu bora ambacho watu wote ambao wanataka kumuona Phina katika zile level tutaweza kufikisha. Thamani ya Phina sasa hivi ni anasimama kwenye ngapi? Umetaji. Unajua miezi mitatu nyuma nilitaja milioni 10. Yes. Lakini thamani ya Phina inaongezeka kila siku. Good. Yes, na siwezi tena kuitaja hapo kwa sababu customer wangu wengi ambao wanalipa hela nyingi zaidi. Naweza nikataja afu tukaanza kugombana nao hapa. Kumbe mimi mchaji hela ndogo, hela nyingi, kumbe kuna unajua. Kwa hiyo acha tutengeneze management itaweza kuongea nao watu, na tunawakaribisha. Uwanja wetu upo mpana sana. Katika Instagram ya Phina kuna email, kuna contract. Wanaweza kutucheck anytime. Tutawapa tu good price na tutaenda nao sawa. Phina, The Fighter afanye nini uweze kuachana naye? I say, okay, kabla sijajibu hilo swali, nilitaka kusema kazi yetu hapo Sound City, najua before wakati tunaenda kule, I asked them kama kuna live band na vitu kama hivyo, because I really wanted to showcase my vocals na nini, and then tukakuta hakuna. So it was really pretty disappointing. Walisema kwamba ipo haipo, walisema haipo. Wanafanya tu playback, kila mtu anafanya playback. Au walisema tunatokea nchi gani? Tanzania? No. Hata wale we do as usual. Mimi nilitegemea msanii ambaye ataperform zaidi ni Ayla Starr, lakini ndo kaja kufanya, sisemi ni utumbo, unaweza watu wakatafsiri huko, lakini ni performance yake imekuwa ya chini. Sisi tumemaliza show asubuhi, waandaaji wa Sound City wamekaa meeting na sisi, wamesema katika wasanii ambao wamefanya show kubwa ni Phina. Wow, that's what they said actually. Lakini sisi haturidhiki. Unajua there's still work. There's still work. Ufanye The Fighter afanye nini uweze kuachana naye? Kwa kweli hilo swali ni gumu, kwa sababu kama nilivyosema hamna mtu anapanga sema eti kwamba sasa mimi nikifika baada ya muda fulani niachane na The Fighter. Mimi nafikiri anafanya kazi nzuri, na mimi kwa kweli siwazi hilo swala. Huna limit ya kitu? Labda fanyaje sasa, niachanishe na bwana wangu? Hicho tu. Don't do that, Bana D. That's a joke. Okay, it's a joke. Phina, ume sign in with Ziki
Yeah. Ziki Music. Umeona kwenye Insta story ya Harmonize ameandika makala nyingi sana kuhusiana na kwamba Ziki wanakula pesa na nini issues za distribution. Umesoma contract yako? Yeah. Kwa hamna Like, you any understood holes. everything. No, I'm good. Kwa sababu hata contracts hazifanani. You know, alicho sign Harmonize hatuwezi kujua, it's non-disclosure. Na mimi hapa nimesign distribution contract na Ziki. Kwa hiyo wananidistributia kazi zangu, naona vitu. So I'm good. Pesa unaiona D-Fighter? Yep, sisi pesa tunaiona toka tulivyoanza muziki. Kutokea kwa Ziki. Ziki hatuna hata miezi miwili. Hatuna hata mwezi, haujaisha mwezi. Kwa hiyo pesa bado inaingia. Still early, just say. Pesa yetu bado inaingia. Fina, mara ya mwisho kwenda kanisani ilikuwa ni lini? Last Sunday. Last Sunday. Yeah. Nimeuliza hivyo familia ya Fina sio tofauti sana na familia yangu mimi wa Kristo. Sisi ni watoto wa kanisani kabisa. Watoto wa Mungu. Na yes, watoto wa Mungu, na ilikuwa ilikuwa ni shida. Mimi najaribu ku imagine baba yake Sarafina au wazazi wanavuka wanamuona on stage pale. Yale mara watu wanazungumzia kigodoro. Are you sure unataka kufika huko? Yes, ile za yani unajua kuna ile the twerking, the dancing, Kuna muda ngoma za Fina zinaenda yeah. Kwenye mavideo yale. Ama wazazi wanasemaje? Are they okay? They're not okay. They've never been okay with it. Honestly, I'm just gonna say, you know, kwa sababu yani kama ulivyoanza kuelezea, parents ambao wako na strict religious background kama hivyo na wamelea mtoto hivyo, you don't expect them to be fine with this. Yani honestly always wakani acha au wakani sababu mimi ni mtoto wao. Lakini honestly they've never been okay with it. Honestly, I'm not gonna lie. Kwamba hawajakubaliana kwamba hii sasa ni rasmi biashara, ni kazi ya mtoto. Sio kama ni they're holding it against me kwamba ndo kwamba kila siku ninawakuta kama simba. Yani they're just being parents and yani they just have to make sure kwamba I'm mentally fine. I'm okay. Ukajikuta siku moja nimeamka nimejinyonga. What is it? Hapana. I'm not saying kwamba kitu kama hicho ndo nitafanya. Mpwa, endelea mpwa. Sawa, kwa sababu ya muda tuna dakika 10 hapa. Nilikuwa naangalia. Kuna wasanii wengi wanatoa sana sasa hivi EPs, mixtapes, albums na nini. Wewe ulifikiria nini kutoa hizi nyimbo 3 kwa pamoja? Triple. Actually unajua niko sija release any project tangia 2023 yanze. Nilikuwa tu nimeshirikishwa, kuna projects zilitoka ambazo nimeshirikishwa. Lakini kwa mara ya kwanza sasa ndo nikawa nimeamua sasa mimi na timu yangu kwamba tunatoa zawadi kwa ajili ya fans wangu. Ndo kwanza projects za 2023 ndo tunazifungua. Tukaona tusitoe moja, tukaona tutoe 3 kwa sababu pia tulitoa tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2023. It's a very lucky combination. Kwa hiyo nafikiri ndo hivyo ilivyokuwa tulivyokuwa tumepanga na ndo ilivyotokea. Nimeona kuna Zinduna, Rara na Smile. Zinduna nimeona ikienda sana kuliko nyingine. Wewe kuzingui. Wao umefanya evaluation kwa kutumia nani gani? Mpaka nimezungumza, nimeshafuatilia kwa sababu nafikiri mimi naweza nikasema hizo nyimbo zote ni zina mahadhi tofauti. You know? Ukiangalia Zinduna ina miondoko ya pwani sana, ni mambo ya miduara, you know, alafu sio watu wengi walitegemea kama Sarafina kumbe huku pia anaweza. So I'm also showcasing kwamba, you know, mimi sio mtu wa kuweka kwenye box. So unaweza kukutana na mimi siku moja nimerap. Yani just expect anything kwa sababu mimi I believe kwamba I'm gifted. I'm gifted to that extent and I'm versatile. Na Rara pia ina miondoko ya Afrobeats na miondoko fulani kichanganya na amapiano kidogo. Na Smile ni dancehall. Kwa hiyo ni nyimbo zenye ladha tofauti 3. Kwa hiyo nafikiri that was the plan to show the versatility. Sogi na Daboy. Sarafina amesema yeye ni Beyonce wa Tanzania. Lakini tukikaa mezani tuka draw the board, tukasema weka the spreadsheet, pale juu tunamwona Zuchu kwenye sales, streams,
money, fame, awards, the label she is in. Zuchu ana competition gani kubwa kwako? Au anakudisturb? Anakudisturb vipi? Anamkosesha usingizi ni fighter na management yako nzima, like Zuchu ananguruma Simba jike yule pale. She's there. When I said remember this face, I did just mean kwa audience ya pale Nigeria walikuwa wananiangalia. This was to everybody. It's a matter of time. Mimi I've been ogopa sana mtu ambaye anapambana kuanzia chini na ana build team yake, anaendelea kupambana mpaka na vitu vingi sana. Yani kama vile mtoto ambaye amelelewa labda na wazazi wawili na mwingine ambaye amekuwa mwenyewe anajilea. You understand? Well, I'm just saying kwamba I respect what she does and I appreciate safari yake pia. Kwamba I don't have hate, only love. Lakini y'all better watch out. Unaongea naye? Hapana, sijawahi kuongea. Mlenda wote Sound City hamkukutana backstage. Okay, so if people are making a very big deal out of it, lakini it's not really a big deal kwa sababu sisi tulifika late kwanza. Sisi tulifika siku ya show mchana. Alafu nilikuwa sijafanya sound check na vitu kama hivyo, na maandalizi ya mtoto wa kike anachukua masaa, ufanyiwe makeup, si ufanyiwe kuvaa. Kwa hiyo mimi nimefika pale na timu yangu tumeenda moja kwa moja sound check. Tumetoka hapo tumeenda moja kwa moja saluni. It's a new country. Kwenda kujiandaa na ili tuweze kuwahi kwenye event. Kwa hiyo afu hiyo event ilikuwa na commotion, mambo mengi, watu ni wengi. Kwa hiyo hatukufanikiwa kukutana na sio, it was not intentional. Okay. Nafikiri tungekutana tu would have been all love. Yeah. Mimi nauliza hii ya mwisho. Hapa katika tumekuwa na changamoto wasanii kupata matatizo ya afya ya akili na nini na nini. Wewe una deal vipi na stress na unajali vipi afya yako ya akili? I just make sure kwamba I'm very niko bado connected to my roots, if that makes sense. My parents, my siblings wananisaidia to keep sane, you know, and I pray kuwa na hiyo relationship na Mungu. Unajua yani just to know kwamba you know you can try your best lakini Mungu atafanya the rest. If it doesn't work out then it was not for you. Mungu always ukifunga mlango utafungua dirisha. Yani there's always a way that God has got you. Kwa hiyo God and my family, yani they keep me sane. Yeah. Sawa, kesho ni siku ya wanawake duniani. Vipi bado tuko na mama? Wa mama? Yani bado mama yako yuko hai? Yeah. Mama yako ni mwanamke wa aina gani? Mamangu ni how do we even start? Ni shosti yako sana hii. Mamangu zamani alikuwa sio shosti yangu, sababu ananipiga, ananigana na kula vibao vizuri ninyoke. Yaani hadi ngumi zamani, lakini kuna muda aliacha. Akawa kidogo ananisogeza karibu, ananiuliza hujapata nanili? Unakaaje naye? Sasa kajuza vipi, umemroga mamangu au ni nini jamani? Kumbe kuna muda alikuwa anajua kwamba kifika sehemu fulani hata nikitandikaje huyu akili yani hapa ishahama, yani itabidi nimsogeze karibu niongee naye na vile. Kwa mamangu niseme ni mtu muelewa sana. Japokuwa I drive her crazy so many times, lakini ni mtu mmoja ambaye unajua sometimes she just call you and be like, sawa najua nipo huku na hapendi. She should just be like, okay, what's your plan? Okay, unaonaje sasa hivi? Where do you think you're heading? Do you keep a good relationship na Mungu? Yani she checks in with my core. Kwa hiyo she's somebody ambaye namshukuru sana Mungu kwa ajili. Yani yani I'm blessed to have mama kama yeye. Okay, ipo siku utaacha kuimba Bongo Flava? Tutarudi kwenye gospel. Ya Mungu mengi jamani, tusimsemee Mungu. Tuna tuzo za Orange siku ya kesho. Yeah. Ambazo pia uko nominated. Ni watu gani ambao ukiwaangalia vile unasema kweli mimi nitachukua? Labda tu niseme kwamba mimi hakuna msanii yoyote ambaye namhofia. Yani hakuna. Na I don't mean that as a disrespect, lakini kwa sababu mimi nashindana na mimi nashindana na wapi nataka kufika. That's what I look at. Kwa hiyo ukinitajia mtu mwingine yani naona kama vile unanichanganya.
Yani sioni. Napenda your spirit. Yeah. Nilimalizana na Shindana na wewe mwenyewe. Kwani tulianza kuwa sawa. Hatukuwa sawa. Kati ya nyimbo ambazo ni fighter. Kati ya niseme sema ambao uligusa penyewe ni huo wimbo. Number 1 ya Fina na Ruby. Best. Lakini it was difficult. Kwa kama kuna issues zimetokea mmepatana. Kwani tulishakosana? Anyways, let's just say kwamba mimi na Ruby hatujawahi kuwa na ukaribu. Yani tangia hata before hatujafanya kazi, hatujawahi kuwa na ukaribu. Yani kwamba ule ushosti, urafiki, sijui hatujawahi kuwa nao. Kwa hiyo ilivyokuwa before na after, it's the same situation. Na uwezo kuperform wimbo hata siku mkasema mperform pamoja nyenye. Mimi naweza, sijajua kuhusu kwa sababu it takes two people kwa consent kwamba tufanye kazi. Uwezo ukasema eti yeye anafanya afu mimi sitaki univurute niende pale stage. No. It takes two people kuamua hilo swala. Takes two to tango. Lakini mimi I'm fine. I mean, we can do it now. Yeah. Hivi mahusiano yako yako active? Si umesikia nasema tuachanishwa siku. No, hiyo ilikuwa ni mfano. Wewe. Mimi I'm very much single. Very single. So the single as single as you can get. Ready to mingle. It depends sasa na huyo mingling. She's ready to work. Hivi ni fighter ungetamani kuona Fina yuko kwenye mahusiano aina gani? Na Bill Gates. Si useme tu. Tulia basi. No. Unajua Bana ukitoka na Bill Gates hiyo ni investor. Sio bwana tena. Unajua mahusiano ni kitu ambacho hakiingiliwi, lakini au manager ndio kila kitu, tusiongopeane. Siwezi kumanage mahusiano. Na ndio maana mwenyewe akasema anataka nani? Bill Gates. Mimi ndo nilikuwa napambana tuchukue nyimbo zifike huko. Bill Gates yaone. Sarafina ni mwanamke wa hadhi yako. Can she be the woman of your life? Is there a time where unaweza kuja kuona Can you ask my brother that? Wait. Yeah, no. Yani never? Mimi nipo kwenye mahusiano tayari. Na anajua. Nimeuliza swali. Najua. Nimeuliza swali. Hakiwezekani. Ni mwanamke ambaye yani is she the type of woman that you could do with? Mimi napenda mtu kama mwenye nyama nyingi kama Suzette. Oya mchukue. Ondoka naye. Tumekupa. Mbebe. Aje ni wajinga. Yani watu wenye mazoezi. Kitu ambacho nakuonea huruma tu. Anakula baga 5 kwa siku. Huo ni uongo. Anategemea kesho akawekewa mafuta full tank. Na kitu mpo ambacho hujui. Nimejaliwa kulima mashamba mengi sana ya mahindi. Utakula ugali wewe na baga nyingi. Utazikwa hivyo kama mimi nataka. Au ugali. Naniweza yeye anaomba. Sawa. Naona tumefika mwisho, lakini ningetamani Sarafina uzungumze chochote. Nimeshazoea kukuita hivyo, nisamee. Fina. Yes. Kuna muda huwa najisahau inanikaa. Tuzungumze chochote na mimi niweze kumaliza hapa na Zinduna. Kwa sababu mimi ni kati ya ngoma zangu nilipendwa kabisa. Yani kuna muda sasa naingiaga kakako naingia zangu bafuni na dansi huko. So kwanza niwashukuru sana fans wangu kwa sababu wamekuwa na mimi mpaka hapa nilipo. Wakiwakilishwa na Suzette. Thank you. Kwanzia mwanzo. Special recognition. So niwashukuru sana kwa sababu bila wao mimi nisingeendelea kusonga mbele kwa sababu wao ndo wananisupport sana. Kwa hiyo naweza kusema tu wasinichoke, waendelee kusupport kazi zangu. 333 ni project yangu ambayo nimetoa ina nyimbo 3. Rara ambayo nimemshirikisha Jux ni nyimbo ya mapenzi ambayo inapatikana katika digital platform zote sasa hivi, na Zinduna ambayo ni nyimbo ya mapenzi pia yenye miondoko ya kule Tanga kwetu kule. Pwani. Na video yake imetoka kabisa katika YouTube channel yangu. Fina, ukiandika pale Fina utakutana nayo. Na Smile pia ni nyimbo yangu ya mapenzi pia nimetoa na yenyewe inapatikana katika digital platform zote. So nawahamasisha tu watu wasinichoke, waendelee kunisupport, waendelee kunishika mkono. Make sure we keep doing it. No matter what. Fighter yule pale, Suzette yule pale, Fina yule pale, Da Boy, mimi Sogi, na huyu hapa ni Zinduna wetu. Siku mwema. Bana, kesho kama kawaida. Happy Women's Day. Wanamke